Wanafunzi wa kidato cha 5 na cha 6 pamoja na wale wa vyuo vikuu na vyuo vya kati mjini Morogoro wamepewa elimu ya wajibu wa mpiga kura, nani ana sifa ya kupiga kura na nani hana sifa ya mpiga kura. Elimu iliyotolewa na taasisi ya TISA Tanzania kwa lengo la kuwajengea uelewa kuhusu haki na wajibu wao wa kushiriki katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29, lengo likiwa ni kuboresha misingi ya demokrasia hapa nchini. Musu Nicholas ni mjumbe mwenyekiti wa Kongo mkoa wa Morogoro na wakilisha taifa. Sisi ndio tunaongoza mashirika yote. Tunahakikisha yanakuwa na maadili, tunahakikisha yanafanya maendeleo. Lengo letu kubwa hapa elimu. Hii ni elimu kuelekea uchaguzi mkuu. Kama mnavyojua sasa hivi nchi yetu iko kwenye mchakato wa kwenda kupata viongozi wetu ambao watatuongoza. Rais, wabunge na madiwani. Ndugu zangu wanafunzi, tuko hapa mbele yenu kwa ajili ya malengo yafuatayo. Kwanza, tuweze kujua uelewa nyinyi kama wanafunzi wa vyuo na wa sekondari mnaelewa nini kuhusu nani ana sifa ya kupiga kura. Mtu ambaye anastahili kupiga kura ni mtu ambaye anatakiwa awe raia wa Tanzania, awe na umri wa miaka 18 na kuendelea, awe ana akili timamu, asiwe mshtakiwa. Pia mtu ambaye anastahili kupiga kura ni mtu ambaye ana akili timamu, mtu mwenye umri chini ya miaka 18. Huyo mtu ambaye sio raia wa Tanzania, huyo mtu anastahili kupiga kura. Pia matarajio yangu tarehe 29 Oktoba tunatibu. Kwa baada ya uchaguzi tunatarajia mengi tulioahidiwa na viongozi wetu. Tunatarajia uongozi wetu utakuwa bora, utakao tusaidia, utakao tunanyanyua sisi vijana, wanafunzi. Kwa majina naitwa Musa Mtigai, ni mwanafunzi kutoka chuo cha MCA. Mimi napenda kushukuru taasisi ya TISA Tanzania ambayo inatoa mafunzo na mini seminar kwa sisi vijana na wanachuo kuhusiana na masuala mazima ya umuhimu wa kushiriki uchaguzi mkuu. Kama tunavyofahamu kwamba uchaguzi au kupiga kura ni haki ya kikatiba ya kila Mtanzania, ni wajibu wetu sisi kama Tanzania kushiriki uchaguzi mkuu, kwa sababu hapo ndipo ambapo tunajipatia viongozi ambao sisi tunawataka kama wananchi. Kwa hiyo sisi kama vijana, kama wasomi, kama Watanzania, ni haki yetu ya kikatiba kushiriki uchaguzi mkuu, kuchagua mgombea ambaye tunadhani ya kwamba anaweza kutupeleka kwenye nchi ya ahadi, kwenye nchi ambayo sisi Watanzania tunaitaka na tunaitamani kufikia. Kwa hiyo kama kijana unapaswa kujitokeza na kushiriki kupiga kura, kumchagua kiongozi ambaye unafikiri sera zake zimekuvutia, ilani ya chama chake imekuvutia. Ni jambo la muhimu sana, na wengi tuko tayari kwa ajili ya kujitokeza kwa ajili ya kushiriki uchaguzi mkuu, kwa sababu ni haki yetu ya kikatiba, na tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaishi misingi ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa jina naitwa Rakia Mtambi, natokea chuo cha Mungu cha Kiislamu kutoka Morogoro mjini. Wewe unatakiwa kwenda kupiga kura, cha kwanza kabisa unatakiwa wewe Mtanzania. Mama yako, baba yako awe anaishi Tanzania. Pili, unatakiwa uwe mwenye miaka zaidi ya 18. Hautaki kupiga kura kama una chini ya miaka 18. Tatu, unatakiwa umejiandikisha katika kitabu cha kupiga kura kile cha kudumu. Ya 4, uwe na akili timamu, kwa sababu ukiwa hauna akili timamu hautofanya kwa usahihi katika upigaji wa kura, unaweza kufanya vurugu au kitu chochote kibaya. Na kingine, unapotakiwa kupiga kura natakiwa uwe mwenye akili timamu, pia mwenye kitabu cha kura Mtanzania, pia usio na kifungo cha maisha kama umefanya mambo mabaya. Kufanya mambo mabaya ni usifanye uchaguzi ukiwa uraiani, unatakiwa ufanye huko ukiwa kifungoni. Katika vipengele hivi kuna wengine ambao hawataki kupiga kura, ambaye una chini ya miaka ya 18, kama hauna akili vizuri, pia kama sio Mtanzania, sio raia wa hapa,
3 kama hujajiandikisha katika kitabu cha kura, pia kama hauna kitambulisho cha kupiga kura. Tunatarajia kwa sababu wale ambao wanagombea kuna vitu ambavyo wanalisema watavifanya. Tunaombea dua kwa Allah ili iwe sababu ya kutelekeza vile vitu ambavyo walivyotuahidi, kwa sababu wakipita ndio sababu ya sisi kwenda kufanikiwa mambo yetu, haswa maji, umeme na masuala ya hospitali kiafya kijumla.